Bwana Yesu asifiwe. Pote pale ambapo unatusikiliza asubuhi ya leo. Hii ni Amka na Rhapsody, na moja kwa moja kabisa tutakwenda kumshukuru Bwana tunapoanza kipindi chetu asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka neno lako. Asante kwa fursa na baraka kipekee kwa mahali hapa. Asante kwa neno lako Bwana ambalo tunakwenda kulisikia siku ya leo. Asante kwa yale yote ambayo unakwenda kutuhudumia nayo Bwana kupitia Roho wako anayekaa ndani yetu, anayeishi pamoja na sisi. Yeye ambaye ni mfariji wetu na kiongozi wetu. Mioyo yetu imefunguka Bwana asubuhi ya leo kwa tayari kupokea neno lako kwa furaha, kwa shangwe, kwa imani, kwa unyenyekevu. Na hakika kuna badiliko la utukufu, badiliko la upendo. Kuna mageuzi ya kipekee kwenye kila nyanja maisha yetu kama matokeo ya kupokea neno lako asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Hala bazika raba loko soko balabai. Kwa wale ambao mmetusikiza siku ya jana, tulitoa hadi hapa tukasema leo tutakuwa na fursa nzuri ya kuomba, na katika sehemu yetu ya maombi ya leo tutaombea ujazo wa Roho Mtakatifu wale wote ambao hawajapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na jana somo la jana lilikuwa linasema nena kwa lugha kila mara. Kwa hiyo najua kuna ambao walitamani kwamba kama mimi sijui kunena mtumishi au sijui kunena, nafanyaje niweze kunena? Na tukasema leo asubuhi tutakapoanza kwenye maombi tu, cha kwanza kabisa ambacho tutafanya ni kuombea ujazo wa Roho Mtakatifu wale wote ambao wamekuwa na hii hamasa, wamekuwa na hii shauku. Na moja kitu ambacho ni cha muhimu sana, kwanza kabla hatujafika kwenye session ya maombi, unapaswa kuelewa kwamba ili uweze kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu ni lazima kwanza umezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu alisema uweze kuweka mvinyo mpya kwenye kiriba cha zamani, au kile chombo cha zamani. Kiriba ilikuwa ni ungezama ni ule mfuko wa ngozi ambao ulikuwa unatumika kubebea, au begi la ngozi ulikuwa unatumia kubebea ile mvinyo au ile divai. Sasa ukitaka kuweka mvinyo mpya, kwa sababu unakuwa una alcohol kali, inabidi kile kiriba kisiwe cha zamani, kisiwe kuukuu, kisiwe kimechoka, kiwe kipya. Kwa vile ili roho yako iweze kumpokea Kristo, ili iweze kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu na Roho wa Mungu akae ndani yako, lazima ifanye upya mtumishi. Haiwezi kuwa ni roho ile ambayo imekufa, imekatiliwa mbali na Mungu. Kipawa hicho ni kikubwa sana, ni cha utukufu mno. Kiweze kukaa hapo katika roho yako katika namna hiyo. Kwa lazima ubadilike kwanza ndani ya moyo. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajazaliwa mara ya pili, itabidi kuongoza sala ya toba asubuhi au sala ya wokovu asubuhi kabla hatujaomba ujazo wa Roho Mtakatifu, ili badiliko la kipekee litokee ndani yako. Lakini pia kabla hatujaenda hapo, nitataka kusoma maandiko kadhaa kidogo kuhusiana na Roho Mtakatifu ni nani, kwa sababu pia usipomfahamu, usipomjua, unaweza kumhusianisha na vitu ambavyo sivyo. Kwanza cha muhimu kabisa ufahamu Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu na ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio kitu, sio njiwa, sio moto, sio upepo, sio nguvu, ingawa na nguvu sana. Yeye ni mnyenyekevu, ni mpole sana. Masaka bala boruba. Lakini yeye ana nguvu mno kuliko ambavyo maneno yanaweza kuwasilisha. Uweza na nguvu yake. Na kutaka kupitia mistari kadhaa unaweza Mwanzo sura kwanza mstari wa 2 unaweza kusoma hiyo. Ni andiko la kwanza linalomintroduce au linalomtambulisha Roho Mtakatifu. Mwanzo sura kwanza mstari wa 2. Lakini pia Injili ya Yohana sura 4 mstari wa 24 unaweza kupita hapo ukaona kwamba Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu na ni Mungu mwenyewe, ni nafsi ya tatu ya Mungu ambayo imefunuliwa kwetu. Ingawa kiuhalisi hiyo ndio kwanza kabisa kuzungumziwa katika maandiko. Nasema Roho wa Bwana alikuwa anatembea juu ya uso wa maji. Malaraka sokolo basira. Na neno kutembea pale ni kuhatamia. Neno pana sana. Lebragoza labarabos preta jele mangra hidalabos. Hai. Na jambo la pili la kubwa ambalo pia watakao kufahamu sana Roho Mtakatifu ni kwamba, kusema la tatu, kwa sababu nimeshasema ni Roho wa Mungu, ni Mungu mwenyewe, ni nafsi ya tatu ya Mungu. Na jambo la tatu au la nne hapo ni Roho Mtakatifu ni Allos Parakletos. Yeye ni
mfariji wa namna ile ile kama Kristo. Allos parakletos. Allos ni the same, ungesema wa namna ile ile. Ingekuwa heteros, hiyo ingekuwa ni tofauti, maneno fulani ya Kigiriki. Kwa hiyo ukisoma katika Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 16 mpaka 18, labda tutasoma hapo. Le kradige le bragos prakajile mandarabos. Injili ya Yohana sura 14. Holy Spirit, where are you? Yohana sura 14. Kusoma kuanzia mstari wa 16 mpaka 18. Neno linasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiyo Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Basaka la boroba. Sikia hili neno mtumishi. Anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae ndani yenu. Hii ndio hapa tunazungumza. Allos parakletos. Neno msaidizi hapa, msaidizi mwingine. Yaani ni msaidizi wa namna ile ile kama Kristo. Hai, kwa hiyo kwanza hapa inaonyesha Bwana Yesu alikuwa ni msaidizi kwa wale mitume wote, zaidi ya kuwa kiongozi, bali alikuwa ni faraja yao, comforter wao. Sasa Bwana akasema, nitamwomba Baba, atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Sio siku 2, sio siku 3. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa ulimwengu, kama wewe ni ulimwenguni, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Ndio maana nimeanza kuambia lazima kwanza mara ya pili. Kwa kuwa ulimwengu haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua. Maana ukimaliza mara ya pili utamtambua, maana anakaa kwenu. Wakati huo alikuwa anakaa nao. Kumbuka Bwana akiwa pale, Roho Mtakatifu yuko pale. Kwa alikuwa anakaa nao, anasema naye atakuwa ndani yenu. Ilikuwa ni ahadi. Kwa hiyo baadaye kuna namna ambavyo baada ya Bwana kuondoka na kufanya maombi na Baba kujibu yale maombi, Roho Bwana atakuja juu yao. Sasa hivi wewe ambaye umezaliwa mara pili, kuna badiliko la pekee la tofauti ndani ya moyo wako. Na kwa sababu hiyo unaweza kunastahili kupokea kipawa hiki cha kipekee cha tofauti na kuleta badiliko katika ulimwengu wako. Kitu kingine cha pili, section nyingine ambayo ni muhimu pia, pale kasa kolo baraba siliba. Ukipata nafasi pitia hiyo tulisoma Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 16 katika tafsiri moja ya Biblia inaitwa Amplified Bible Classic. Utaona vitu vingi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kuwa ndani ya maisha yako. Anaweza kuwa mfariji, anaweza kuwa mshauri wa ajabu, anaweza kuwa msaidizi, anaweza kusaidia kwenye maombezi kipekee, anaweza kuwa wakili wako, anaweza kuwa kukutia nguvu, lakini pia anaweza kuwa egemeo lako, na pia anaweza kuwa mwalimu wa kipekee sana na tofauti. Kwa hivyo ni vitu kama 7 hivi ambavyo Roho wa Mungu anaweza kufanya ndani ya maisha yako katika namna tofauti sana. Bala rako sokolo baraba zira. Na jambo la 3, naenda kwa haraka kidogo, ni kwamba namna gani ambavyo mtu anaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Namna moja hapo ni kupitia kuwekewa mikono. Hiyo unaweza kuiona katika Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 6. Laying of hands, kwamba unawekewa mikono na wale ambao tayari wameshapokea Roho Mtakatifu, na Roho Mungu anakujaza ndani yako na unabadilika kabisa. Lakini namna nyingine ni kwa imani. Unaweza kusoma Galatia sura 3 mstari wa 14. Galatia 3:14. Hiyo pia unaweza kuipitia ikabadilisha kabisa maisha yako, kwamba unamwamini, unamsubiria Bwana. Na kwa imani unapokea ujazo wa Roho Mtakatifu pale ulipo. Lakini jambo la 3 au namna ya 3 ni kupitia mahubiri. Kwa maana tukao tunahubiri namna hii na Roho Bwana akakujaza pale ulipo. Masaka bolo bosira. Unaweza kusoma hiyo katika Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 44 mpaka 46. Pekee sana hiyo. Nataka tuisome pale Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 44 mpaka 46. Hallelujah to you, Lord. Hallelujah, great God. Hear the angel
of his presence. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari 44 na linasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, usoma chini utaweza kuendelea ukaona nini ambacho aliongea. Hai za prakida bajili mangradiga proso bregadi balabarabaya aya. Kwa hiyo kupitia preaching, kupitia kuhubiri namna hii, nguvu ya Roho Mtakatifu inakushikia pale ulipo katika namna tofauti sana. Na namna ya 4 ni promise of Jesus, kupitia ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza kusoma katika Matendo ya Mitume pia sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 4. Pale ambapo Bwana aliwaambia mitume wasiondoke Yerusalemu, wasubiri mpaka watapokea ahadi ya Baba kutoka juu, na ile siku ya Pentecoste. Wow, ile ahadi ikatokea katika namna tofauti na pekee kabisa. Kwa hiyo aya pale garabolo sira asubuhi leo, wewe ambaye unatusikiliza na umekuwa na hamasa na shauku ya kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, jigiri balabolo sigala se brado jele paramondo sapragile barabara bazira makeli bolo zidi bukura. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu, sasa mimi ni mwana wa Mungu. Kwa kufanya sala hii, elewa kwamba wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Maandiko yanasema umehamishwa kutoka katika ufalme wa giza, umeletwa katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo lake. Wewe ni kazi ya mikono yake sasa. Wewe unazo stahiki zote za mwana wa Mungu, mwana wa mfalme. Na moja ya stahiki hiyo, mtumishi, ni kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni kupokea ile ahadi ya Baba, lokrahila barabozira. Mazi prado jala mandara basigidi bokura. Pale ulipo asubuhi leo, nitakuongoza katika sala fupi sana ya imani katika kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na nguvu ya Bwana itakushukia katika namna ya tofauti, katika namna ya pekee. Masopre hajile mandara bozira. Sopra halika rabala basidi bokura. Inawezekana labda unatusikiliza unaendesha gari au unaendesha bajaji. Nitakushauri wakati huu, paki bajaji yako pembeni ya gari. Ni muhimu sana, kwa sababu nguvu ya Bwana ndani yako inaweza kufanya vitu tofauti mno kuliko ambavyo akili yako inaweza kueleza. Kwa hiyo kama huko unasikiliza, huko unaendesha gari au unaendesha bodaboda au unaendesha bajaji na unataka kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, ningekushauri paki gari yako pembeni kwa dakika chache. Then baada ya maombi haya unaweza kaendelea. Na wewe ambaye unaendelea kutusikiliza sehemu nyingine ambao uko vizuri, tu comfortable vizuri pale nyumbani au popote ulipo, fanya sala hii kwa imani fupi kabisa, na baada ya hapo fungua kinywa chako na uanze kunena, sababu nguvu ya Bwana itakushukia kipekee na maneno yatabubujia kutoka ndani ya roho yako. Kumbuka unavunena kwa lugha, mtumishi, hautumii akili au fikra au mtazamo wa akili yako, lakini ni roho yako inanena. Na roho ikiwa inanena, Biblia inasema akili ina matunda. Kwa hiyo utazungumza lugha ya Roho Mtakatifu ambayo yeye anaijaza ndani yako. Masaka bala borobosa. Haujaribu kupambana, kupiga push up, kusimama, kutembea, na bale karabolobozira. Ni kazi ya imani iliyo bora na njema sana, mtumishi. Sema nini hapa pamoja na mimi asubuhi leo. Fanya sala hii kipekee kabisa. Sema, asante Baba. Asante kwa neno lako la pekee. Asante kwa utukufu wako wa ajabu. Nimeamini asubuhi leo kwa moyo wangu katika Bwana wangu Yesu Kristo, katika neno lake na katika kweli yake. Na wakati huu Bwana, niko tayari kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu, kuingia katika hatua ya ushindi na ubora katika safari yangu ya imani ndani ya Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, uyajaze maisha yangu kuanzia asubuhi leo kwa nguvu yako, kwa uweza wako, kwa utukufu wako. Uyaongoze maisha yangu katika kweli yote. Asante Roho Mtakatifu kwa kipawa cha kunena kwa lugha. Akipokea asubuhi leo, na kipawa hichi kinadhihirika ndani yangu kuanzia saa hii, katika jina la Yesu. Amina. Sakititi malabara bazira.
Fungua kinywa chako pale ulipo asubuhi ya leo. Rabatike le parabobobos. Perabababanda rabazira. Na ruhusu ile lugha ya Roho Mtakatifu ambayo tayari ameshaiambukiza ndani ya moyo wako kwa sababu ya uwepo wake ambao uko juu yako. Male haradi hajela parabalongra hatilima rama. Rose parabalabazira. Ruhusu lugha hiyo bubujike asubuhi ya leo. Krampa folos apatike kakaka. Keja papapapopos. Parabalamangra dibalabazira. Popote pale ambapo unatusikiliza, Rose padi, jipalangro, hota hahahi hahahos. Rosa palabarabanda, rosa kita labarabazira. Kutoka katika utosi wa kichwa chako mpaka kwenye miguu yako. Nguvu ya Bwana imekushukia kipekee pale ulipo. Rabase kapapalos, papapapas, papapapapas. Rigejiri balamanda rabalaburubas. Kita la marahatiga, shikete la mama. Gerabolo gaza la barabazira. Fungua kinywa chako na ububujike sasa pale ulipo. Ziveja la baba. Reka solo barabazira. Ruhusu ile mito ya maji ya uzima, zile chemchem za uzima ndani ya roho yako zibubujishe maji. Ragiva la bababando. Sapeva pos. Se prodush kate la marakosu palakira. Kate de makatika. Kosa kate de bolokosa. Barika suprakaji pare fatila babas ashikala hasukarabalama haradigi wala bazira ziveruku shikala mandada basira. Ayayayaya, usione shaka, usione aibu, endelea kunena pale ulipo. Ruhusu balenga rabolo bozira. Roho Bwana bubujike ndani yako katika namna pekee asubuhi leo. Hakika kuna badiliko la pekee. Rabosh kitala poro kase pate le parabozira. Usijiulize ni lugha gani inayozungumza, ni lugha ya Roho Mtakatifu mtumishi. Rabasika la barabazira. Yeye ndo anamjaza kila mtu kwa namna anavyotaka yeye. Rabasike le manda rabazira. Biblia inasema unavyonena kwa lugha huzungumzi na wanadamu, unazungumza na Mungu, unasema mambo ya siri ndani ya roho yako. Rabose vipakush kiparabala borobozira. Riva bababanda sati labos posso prakatika baba jevelokos ke paramande ai sukrotoloko sokoluka ke kabalaka sokoluka kakaka barakolo barabazira. Na unavunena namna hii asubuhi leo, bala bazira, nguvu ya Mungu inahuisha na mwili wako. Rabazika rabalabosike de bakara. Kila sehemu ya mwili wako, kila seli ya mwili wako, kila tishu ya mwili wako, malaraka sikele baraba, kila ugani ai sakabala burubu sikala buruba, kila mfupa katika mwili wako, makle hikra hakla hakrosukala bazira. Damu yako inatakaswa asubuhi leo, mangla greka dabala bazira, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Alijaza moyo wako bala bazira, alijaza maisha yako basi kala bazira. Kama ambavyo maandiko yanasema, yeye ndo anayehuisha miili yetu ile katika hali ya kufa, anairejeza katika uzima, katika ubora na utukufu. Majike tilibada bazira. Na asubuhi leo, haijalishi kuna changamoto gani katika mwili wako, rabasi kalama ngradosa barabala krotoko sokrote jili baraba. Unavunena kwa lugha pale ulipo, marabala bozira baraba. Unavubujika pale ulipo, rakeja la paraba simbra gila barabazira. Nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya roho yako inabubujika na kwenda kwenye nafsi yako, inakwenda kwenye mwili wako wote, kutoka katika utosi wa kichwa chako mpaka kwenye miguu yako. Inaponya maleka rabolo bazira, kila infection katika mwili wako. Rakasikili barabazira. Ambapo kuna fungal infection, au bacterial infection, au viral infection katika mwili wako, ile nguvu ya Roho Mtakatifu inahuisha mwili wako, inaponya na kurejeza seli zako katika uzima. Kala saka bolo bozira. Ule uvimbe uliokuwa ndani ya mwili unayeyuka asubuhi leo. Krapeno sokra bala na kupass out katika jina la Yesu. Mangarabala bazira, kwa nguvu ya Bwana iliyoko ndani yako. Rabose kita lamanda cross kriba la bazira. Wewe ambaye uko na uvimbe maji katika tumbo lako la uzazi, balingra anta lafra kita jala bazira, asubuhi leo krapo la sepra bala bazira, uvimbe ule unayeyuka na kutoka katika jina la Yesu. Parabala manda da bazira, tumbo lako la uzazi limesafishwa na kuoshwa. Paramala mozira, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako. Rabika la paramos biramala manda da bazira. Wewe na fungal infection katika ulimi wako, kramande enasi idabala bazira, katika jina la Yesu. Parabala manda da bazira, rosa la manda da bas, kirabala manda da bazira.
Ile roho mchafu rakasiki libokoro wa magonjwa na maradhi amekutoka katika jina la Yesu. Pala maramanda rabazira. Na ulimi wako umeponywa katika jina la Yesu. Krupa la kradika kuruba la badabazira. Huyo ambaye ulikuwa na vidonda ambavyo haviponi, mangle frakti lakrabala bazira, I command that evil spirit to come out in the name of Jesus. Out of that body in the name of Jesus. Kuruba la badabazira. Yule mchafu alikuwa sababisha vidonda hivyo visipone. Lakariko sile bokora amekutoka asubuhi leo na hana uwezo wa kurudi tena ndani yako. Katika jina la Yesu. Krapalus kiparamanda rusa la badabazira. Na kidonda kile kinakauka na kupona ghafla. Mangran klakru kanti lakra hita la parabus. Perabala mandara balabazira. Jeprep kolu badabazira. Oh, katika jina la Yesu. Na wewe ambaye ulikuwa na changamoto ya kulala usiku, unaota unafanya mapenzi na mtu, lakrenise prakalabasika, na kwa sababu hiyo hujaweza kushika mimba kwa muda mrefu, barabasike ribalabazira. Wengine umeshindwa kuolewa kabisa. Rapi fact lakra angla ankratika sokre kalabazira. Katika jina la Yesu Kristo ninakatilia mbali kila aina ya mahusiano malikarabazira ya namna hiyo. Ramasi kala marama. Kila aina ya manipulation ya yule muovu dhidi yako katika hiyo namna, katika jina la Yesu Kristo ni katilia mbali kuanzia leo hii. Malaroko sikilibukura. Natamka yule pepo mchafu alikuwa na kuoppress katika hiyo namna, kuanzia leo hii amekoma kuwa na udhabiti, kuwa na ushawishi, kuwa na udhibiti juu yako katika jina la Yesu. Marakulu badabazira. Na kufungua tutacho kifungo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo kuanzia leo hii hautaota ndoto na namna hiyo tena. Langra kala badabazidi bukura. Na chochote chochote natumia kuko hold down na kikatilia mbali katika jina la Yesu Kristo. Natamka wewe uko huru. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Umetakaswa na nguvu ya Bwana, umeoshwa katika jina la Yesu Kristo. Na ule uwezo wa kupokea mimba na kuitunza na kujifungua salama umeupokea katika jina la Yesu Kristo. Ule uwezo wa kuwa katika mahusiano na kuweza kuolewa na kuwa na familia yako katika jina la Yesu Kristo. Prakta jete lakradibo lubaraka sepra kotor sakadabazira. Na utamka juu yako katika jina la Yesu. Maramala mandarabazira. Na imekuwa kwako hivyo. Malikrakadabazira kuanzia asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Mangre vigili parabalabazira. Oh, libariki jina la Bwana pale ulipo asubuhi leo. Rabasika la mandarabuziri bukuru balabazira. Na ijalishi ndani ya mwili wako una changamoto gani? Nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako inafanya kazi yake, inahuisha na kuboresha kila sehemu ya mwili wako. Oh, na wewe ambao umejazwa na Roho Mtakatifu asubuhi leo, hakikisha kila siku unapata nafasi ya kunena kwa lugha. Kila siku. Usichukulie poa. Hichi ni kipawa cha kipekee, ni neema tofauti. Kuwa ndani ya neema hii mtumishi. Kuwa ndani ya kipawa hiki. Toka katika hatua moja ya utukufu kwenda hatua nyingine. Malikro aklakre kikarabasai. Oh, sakala badabazira. Buruba zigeli bukura. Kuna wengine bado wanaendelea kunena kwa lugha. Endelea. Endelea mtumishi. That's a new day. Hiyo ni siku mpya kabisa ya maisha yako. Ni siku ya tofauti, siku ya kipekee. Masokolo badabazira. Hii ni hatua nyingine umeingia mtumishi. Malaka badabazira. Wow. Glory. Oh, unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 000 999. 0736 000 999. Kama unapokea ujazo wa Roho Mtakatifu asubuhi leo pale ulipo kwa mara kwanza. Wasiliana na sisi mtumishi, tutumie ujumbe mfupi, tuambie kile ambacho Bwana amefanya kwako. Tutamtukuza Bwana pamoja na wewe, tutamfurahia Bwana pamoja na wewe. Sokla krakala barabai. Wo, barabala zida baraba. Tumishi wa Bwana. Hii ni ile nasema ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Amen. Siku ya ushindi sana. Na pia endelea kututumia shuhuda zako kile ambacho Bwana anafanya ndani ya maisha yako. Jana tulikuwa tuna shuhuda mmoja, amazing testimony. Woo! I'm not sure ambayo si amazing, please. Lakini tu ya jana ilikuwa ya tofauti. There's a lady ambaye mama ambaye mume wake aliondoka. Kama alimtelekeza kwa miaka 20.
Masaka la barako soko. Miaka 20. Ile wakati wa ile siku 3 za Healing Stream alituma message ndani should be Jumamosi nzani. Kwa hiyo tulitamka, I remember nimesoma message hapa na tumetamka balaraka sika la barabai. Na she has been believing, amekuwa akiamini, akitamka, akikiri, akizungumza. During this week Healing Stream ilikuwa ni ile acha Jumamosi ya juzi ile nyingine Ijumaa, Jumamosi na pili. Amepiga simu after 20 years. Malaka soko baba. Yani kwanza kaenda kutafuta, alishahama pale alipokuwa anakaa. Sawa? Kashahama sehemu, yani kama mji ule kaenda mji mwingine. Mume amerudi yule mji wa kwanza. Kaenda kumtafuta pale alipokuwa anakaa, amemkosa. Kaenda polisi kuuliza kama wanamfahamu na nini, yani trying to search. Mpaka akapata majirani ambao walikuwa wanamfahamu. Wakaambia mama ameshahama siku hizi, amehamia sehemu fulani. Akafika mpaka alipohamia. Akachukua namba, akatafuta namba, akapata, akampigia simu, akasema mimi ni fulani. Allah kasaka bai. Rakazika la barabaya. Akasema narudi. Kwa kweli. Mungu ni ajabu sana. Kwanza akatuma kitu fulani hivi kidogo kwanza kutuliza machungu yaliyokuepo. Sakita pala kasi kaba. Nakwambia Bwana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kabisa. Kabisa. Anaweza kufanya makuu kuliko unavyoweza kuwaza, kufikiri na kuona. Miaka 20. Okay, testimony nyingine. There's another lady. Mama amekuwa na changamoto ya bloating stomach, yani tumbo linajaa gas kwa muda mrefu, almost 2 years. Kama umeshai kuvimbiwa unafahamu, yani tumbo likijaa gas una hali mbaya, yani ni uncomfort, yani hausikii raha, yani kila chakula nini kila unaona kwenye mateso. So prayer ya miwili. Yes, prayer ya Jumatatu iliyopita, acha ya jana, the other Monday. Asubuhi wakati wa praying, anasema akasikia sharp pain wakati anaomba, anaenda kwa lugha na yeye wakati wa praying, akasikia maumivu kama makali, kama mshale around the stomach, nazunguka mpaka imeenda kwenye kiuno. Ghafla ile gesi imepotea. Then comfortable. 2 years pain imepotea pap. Kwa kweli Bwana yuko kazini. La kruki kala basala barabai. Bwana yuko kazini. Sasa anakula vizuri mtumishi kwa raha na furaha na amani. Baada ya miaka 2 kwa gesi iliyomtesa. Bala roga ziga bala barabai. The lady. Anyway, shuhuda ni nyingi. Naomba niende kwenye Rhapsody kwanza. There was a lady ambaye anasema alikuwa na kwenye one of the prayer wakati wa Healing Stream ile Jumapili kabla ya nani, alikuwa anatarajia kwenda kujifungua. Na she sent a message kwamba she's getting ready kwa ajili ya hiyo, kwa naomba tumuombe yawe ajifungue salama vizuri. Anasema Jumatatu amejifungua bila uchungu. La krika la bar. Sio, unaelewa maana neno bila uchungu. Kama hujajua uchungu ulivyo, na samahani mnaotusikiliza, niko na dada mpendwa hapa, na mtania na mchokoza. Najua hajajifungua bado, hajapata mtoto, kwa hiyo inawezekana kuna aina ya pain hajawahi kusikia. Bila uchungu. Na amejifungua vizuri, sio kwa operation, nothing. Vizuri kabisa, na amsharudi nyumbani na mtoto wake wazima wenye afya. Bala raba sigiri bukura. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Yes. Masi kigala badaba. Nguvu sio msuli mtumishi. Ni maarifa nayo la Mungu. Hili neno tunalokuletea unaliamini namna gani, walifanya kazi namna gani? Kabisa. Wow. Okay, Jumanne leo tarehe 29. Siku 2 kabla mwezi hujaisha. Amen. Mtume Mungu anasema endelea kujaza mawingu. Ukiwa umesoma Rhapsody yako vizuri utagundua kuanzia Samuel ya Jumapili
Inazungumzia kuhusiana na maombi. Jumapili kwa nasema panga maombi yako. Jana inasema nena kwa lugha kila mara. Leo inasema endeleza kujaza mawingu. Kwa kuna trend ya maombi moja. Ya kwanza Jumamosi kwa nasema kufunga ni muhimu. Lazima kuwe picha. Kuna mwelekeo inaelekea. Alafu Ijumaa alikuwa anasema chukua dose ya Roho Mtakatifu kila siku. Kuweza kuona kuna trajectory fulani. Kuona kutia moyo wewe ambaye unatusikiliza wiki hii. Hebu hakikisha unakaa kwenye maombi kwa kadri inavyowezekana. Very important. Sikiliza, kuna majira na wakati wenye kila kitu mtumishi. Sawa? Na kwa sababu umepata neema ya kusikia hii sauti ya asubuhi, basi fanya hivi. Wiki hii kaa kwenye maombi vizuri sana. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili tuna prayer, fasting. Tunafunga siku 3. Funga na tuna asubuhi unafungua jioni. Ukiweza kushiriki na sisi shiriki. Muhimu sana. Then kuna changes za tofauti. Kuna umuhimu wa kufunga mtumishi. Kuna sehemu yake. Tulisema hiyo juzi. Kuna sehemu yake nzuri kabisa na baraka yake. Okay. So somo la leo mtume wa Mungu anasema endelea kujaza mawingu. Andiko la ufunguzi ni Mhubiri sura 11 mstari wa 3. Na linasema mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi. Tunasema sanjaze mawingu. Mawingu sio kule juu. Mimi nafanyaje nijaze mawingu? Mtumishi ni lugha ya picha katika ulimwengu wa roho. Inasema mawingu yakiwa yamejaa mvua. Kwa mawingu lazima yajae kwanza. Na yanajaa mvua yataimimina juu ya nchi. Mtoto Mungu anaanza kusema hivi, kuna kitu unahitaji kuelewa kuhusu maombi na jinsi aina mbalimbali za maombi zinavyofanya kazi. Kwa kuna aina mbalimbali za maombi. Kwanza lazima uelewe. Kwa not all prayers are all prayers. Okay. Yaani kuna maombi ya tofauti, maombi ya shukrani, kuna maombi ya imani, kuna maombi ya mapatano, okay, kuna maombi ya dua, yaani kuna tofauti. Yes, kuna maombi ya maombezi. Unaelewa? Kuna maombi ya kusifu na kuabudu. Okay. Prayer of worship. Sasa, Mtume Mungu anasema baadhi ya maombi lazima yakusanywe kabla ya kuanza kutoa matokeo. Sipokuambia kuna aina tofauti za maombi. Kuna aina maombi ambayo lazima uyakusanye kwanza. Anasema hivi, lazima yarundikwe. Umewahi kurundika vitu, umewahi kurundika nguo. Yaani ukazijaza hii juu ya ile, juu ya ile, juu ya ile kama furushi la nguo. Kwa kuna furushi la maombi mtumishi. Biblia inasema mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi. Kwa hiyo lazima ujaze maombi yako, sawa? Kama mvua, yani liwe ni wingu la maombi, yani. Mtoto wangu anasema hivi, hauombi tu na kuondoka kila siku siku 2 au 3 kabla ya kuomba tena. Yani kwamba labda unaomba saa hizi, unapotezea siku 3 unaoje kuomba, unapotezea baada ya wiki tena unaomba. Kila siku unarundika maombi juu ya maombi. Kila siku unaongeza zaidi na kisha unaongeza tena zaidi na zaidi hadi ufikie kilele ambapo majibu yanalipuka kama bomba la maji lilosukumwa lilivyosukuma mfuniko na kufunguka. Yaani aina hii ya maombi unaweka, unasema unaweka leo, unaweka kesho, unaweka kutwa, ni unajaza mpaka ni kama vile bomba ina burst, yani kama vile inafumua kile kifuniko Kwa sio maombi ambayo unaomba leo unasahau, baada ya wiki 2 unakumbuka kwa naomba jambo unaombea tena afu baada yani ni ile unasema mara kwa mara you knock the door mpaka mlango unafunguka, ndo maana yake. Yani unagonga ule mlango tena yani mpaka ule mlango unakuwa hauna namna, lazima ufunguke. Umesikia Abishai naye atafunguliwa, ndo hii. Sasa unabisha kwenye maombi mtumishi. Sio kubisha kama unabishana, you pray. Unaweka juu ya mengine. Kera bala basukula. Mazigiri bala bulu basira. Ai. Mtoto Mungu anasema hapo ndipo mambo yanapoanza kutokea. Ni kama mavuno ya maombi. Mavuno haya yanaweza kuendelea kwa muda mrefu. Hata hivyo haimaanishi uache kuomba wakati huo kwa sababu una mavuno. Hapana. Kila mara kuna mambo mengine ya kuombea. Aina hii ya maombi ni ya kina sana kiroho na inahusisha kuomba sana katika roho. Kila siku unaendelea kuyajaza mawingu. Brakizida barabala bozira. Kila siku unaendelea kujaza mawingu, una push.
Hata ukianza kuona yale matokeo, you don't stop mtumishi. You push. Yani unasukuma mpaka ile picha iliyoko ndani iwe nje. Ndio Mungu anasema kuna wakati Roho wa Mungu anataka kukuambia kufunga kwa idadi fulani ya siku, kwa sababu anataka uendelee kujaza wingu lako. Yani unaanza kuombea jambo, baadaye unasikia no, you need to fast. Inabidi kufunga. Unaingia kwenye mfungo. Na ukiingia unajaza tena. Pala rako sokoloba. Nikwambia kuna aina tofauti ya maombi. Maombi ambayo unaomba once imeisha. Kuna hii mtumishi lazima knock the door. Lazima uwe na uwekezaji. Wa kutosha. You are there mtumishi. Wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, sometimes mwezi, hata miezi miwili, hata 6. You are pushing. Sasa ila huo mlango ukifunguka mtumishi, kifunguka umefunguka. Yani ni kama bwawa, sasa sio kama watu wanajua bwawa ambao tunakaa Dar es Salaam, kwa wale Dar es Salaam, lakini wale wa mikoani kuna mabwawa wameshaona yani unasema ile bwawa limepasua zile kuta mtumishi. Ni mafuriko ya baraka, ya mavuno, ya ushindi, ya utukufu. Kila mtu anashangaa imetokeaje? Mbona alikuwa kumbe alikuwa anajaza mawingu yake. Hii ni kanuni katika ulimwengu wa roho, ndio maana imeandikwa. Ndio maana unasikia asubuhi ya leo mtumishi. So load mawingu yako. Mawingu yako unakauliza ile swali, ukitana na maneno yako yakivaa mwili, maneno unayozungumza kuhusiana na biashara yako, kazi, nyumba, familia, yakivaa mwili yatakuwaje? Itakuwa ni mvua ya baraka kama hii tunaongea, au itakuwa ni mvua ya ambao unakimbia unatafuta mwavuli unajificha? Anasema haihusiani sana na kukaa mbali na chakula. Hilo sio analotaka kumaanisha. Badala yake inahusiana na kuyaelekeza mawazo yako kwa roho na kuwa na aina ya kutafakari na maombi ambayo huiandaa roho yako kwa kazi anayotaka kuifanya ndani yako, kuifanya kwako na kufanya kupitia wewe. Yani anapokuwa amekuhamasisha ufunge, sio issue kubwa kuhusiana na chakula. Yani chakula ni kutoa tu katika unasema ile distraction, vile vitu ambavyo vingekupotezea umakini wako. Uwekeze fikra yako na mtazamo wako katika kile ambacho anataka kutimiza. Ni kama anaandaa moyo wako kwa ajili ya kazi ambayo atafanya na wewe au kupitia wewe. Kwa hiyo kuna mwingine anafunga leo kwenye mfungo, lakini ameshinda kwenye simu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yupo kwenye Instagram, social media, huku na kule. You're not serious. Kama hujanielewa, nimesema hivi. You're not serious kwa swali nini? Kwamba hujamaanisha. Yani hauna umakini. Wewe unasema unafunga, alafu umeshinda kwenye TV asubuhi mpaka jioni. Unafunga nini? Kwambia amefunga kula. Alafu unaangalia tamthilia ya kwanza mpaka pili, filamu ya kwanza mpaka pili. Baada kwenye maombi. Unafunga usomi neno. Bala karaba. Sikiliza, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Ukisema umeabstain, kufunga ni kuweka mbali vile vitu ambavyo vinakudistract. Umefunga uko busy kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unakuja pale unasema mjumlishe Mungu mtoe shetani. Amen. Unachukua chakula unakula. Umefunga, umeshinda na njaa. Okay. Sasa kwa ndo maana nasema sio issue ya chakula kuweka pembeni, ni issue ya mtazamo, fikra, mawazo. Umefunga wewe unapiga stories za mpira tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa Mungu anasema kwa hiyo jifunze kudumu katika maombi kama Biblia inavyosema, ombeni bila kukoma. Hiyo ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Endelea kuweka akiba ya maombi katika wingu lako la maombi, na kama neno linavyosema, mawingu yakijaa mvua yataimimina juu ya nchi. Mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi. Kwa hiyo maombi yako yakisheheni pale vya kutosha, yakikaa pale vya kutosha. Ai, masikritika shike liburuku. Haya. Amna namna mtumishi, amna kukuzuia. Kuna story kwenye Biblia. Okay, ziko nyingi sasa, najaribu kutafuta kupiki ile ambayo kwa haraka tu. Kuna wakati mfalme mmoja anaitwa Sennacherib, wa Syria, alivamia Yuda mtumishi. Wakati wa Hezekia na nabii Isaya. Sawa? Jamaa alikuwa na mkwala wa hatari kabisa. Kwanza alituma wale maakida wake. Sawa? Waje yani aliubisiji
Yerusalemu, yani kwa maana kwamba ameuzunguka. Sawa? Mji wote ana watu wa kutosha. Yani Yuda ilikuwa ni nikwambia ni tone ukikopea na wingi wa jamaa waliokuja huko nje. Alafu hapo ameshapiga mataifa mengine mengi sana kabla ya pale. Kwa akaja pale akawatuma wale maakida kwanza wazungumze maneno kwa Kiebrania. Sio kwa lugha yake ya kinani. Kwa Kiebrania. Awaambie jinsi ambavyo wasifu wake wa vita alivyopiga mataifa mbalimbali, alivyofanya. Akasema hakuna taifa ambalo kama baba wangu akuwapiga, mimi nimwapiga. Hakuna miungu yote, akataka kutaja miungu mingine yote au mataifa mengine, hakuna Mungu hata mmoja aliweza kuokoa taifa kwenye mikono wangu. Akasema akamwambia na huyu, anawaambia sawa Israeli, anawaambia na huyu Hezekia asiwadanganye. Okay. Sawa? Huyu Mungu wake asifanye chochote. Yaani akamfananisha Adonai. Muumba mbingu na nchi, akamfananisha na zile sanamu na vinyago vya kwamba kama ambavyo miungu wale wengine hawakuweza kuokoa mataifa yao na mkono wake, hata huyu hawezi. Kwanza Mungu wenu haonekani. Balarabaz. Na jamaa na jeshi, na akiongea hivyo anaongea Kiebrania. Ikabidi Hezekia awaambie nani, please mwambieni yani yani asiongee kwa Kiebrania, aongee kwa ile lugha nyingine, kwa sababu hawa yani alituma wale maakida wake wakaenda kusikiliza. Sababu jamaa mji una ukuta. Okay. Kwa wale maakida wa mfalme wako juu ukuta wanasikiliza kile ambacho wale maakida pia wa jeshi la adui linazungumza, ili wampelekee mfalme taarifa. Kwa wale maakida wakamwambia wewe ongea tu hicho Kiarmeni whatever ambacho mlikuwa mnazungumza, yani lugha ya kwenu huko Syria, sisi tunaielewa, tutamwambia mfalme. Jamaa akamwambia mimi sikutumwa nije niongee na ninyi, mimi nilikuwa kutumwa niwaambie jamaa kwenye huo mji. Kwa kifupi yule mfalme alitumia hofu kupanda juu ya ule mji ili wale jamaa wa revolt, yani wageuke kama vile kutokee vita ya kumpindua mfalme wao, kwa sababu si wanaona hofu, yani kwamba kama jamaa ameua watu wengine wote, sisi tutakuwa nani? Hatuwezi kushinda kwenye vita. Kwa hiyo ni bora tumkamate mfalme, tumweke pembeni huko, tumruhusu jamaa ingie. Na jamaa anamwambia mkiniruhusu nikiingia mimi mtakuwa tu watumwa wangu na nini, hamna shida, mtaishi vizuri. Shetani ni muongo, ni baba uongo. Hakuna kweli ndani yake kabisa. Kwa hiyo kuambia ukaamini no. He's a native liar, kama unaelewa neno. Yaani asili yake ni uongo. Biblia inasema Hezekia na Isaya wakaenda wakalia wakaomba. Sawa? They prayed, mtumishi, prayed. So siku moja siku mbili. Several days. Hapo jamaa anakuja kila siku. Asubuhi anaongea, wale jamaa wanaondoka. Yani alikuwa na demolish ule mji kwa maneno. Yani anapiga ule mji kwa maneno. Ili jamaa hofu ingie ndani wageuke. Kwa wale wanaotusikiliza nitarusha neno moja tu. Unakumbuka wakati wa corona? Unakumbuka ulimwengu ulivyokuwa unapanda hofu kuhusiana na vifo vya corona? Kila asubuhi mnatangaziwa vingapi vime. Ni masikio na nasikia mtumishi. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, the spirit that was behind corona was the spirit behind that guy. Yule Assyrian. Nenda kasome, nito kuna Assyrian spirit. Yani Prince of Assyria. Wasa mfalme wa Assyria. Sio mfalme wa kimwili. Na. Kwenye ulimwengu wa roho. Kama umesoma kwenye kitabu cha Daniel kuna the Prince of Greece. Prince of Persia, yani mfalme mkuu, yani mkuu wa giza wa Jemi, yule ambaye alikamata mmoja wa malaika ambaye alikuja kuongea kwa Daniel. Then baadaye akapinduliwa akaja mkuu wa Greece, wa Ugiriki. Sawa? Au dola ya Kiyunani. Kwa pia kuna huyo mkuu wa giza wa Assyria. Anyway, it's a long story. Tutaongea some other time. Lakini nadhani kuambia it was the same spirit. Yaani ndo kaida yake ni hivyo, ana demolish borders. Anavunja ile mipaka. Kwani ulimwengu ilikuwaje? Si ilikuwa ni hivyo wakati wa corona. Kwamba jamaa amesema mtoke muingie. Mtu mmoja tu kutoka huko mbali na nchi zote zinasema ndio, yes, tunaingia chini ya uvungu tunajificha. Sasa katika prayer waliofanya wale mtumishi. Wakaload ile wingu mtumishi. Lilivojaa.
baragaziga la baba. Wakatumwa angels wawili mtumishi. Sawa? Ndani ya usiku mmoja wakateketeza, wakawaua wanajeshi 1,185,000. 1,185,000 wanajeshi wakateketea ndani ya siku moja. 2 angels. Sio malaika 100, 2. Alafu hawakuua mfalme. Walidili kwanza na wanajeshi hao. Hawakuwa, naomba nitumie neno, soma vizuri Biblia, hawakuua makuruta. Yani walidili na wale the elite force. Yani ile jeshi yule ambaye anajua, yani yule jamaa anajua kurusha mkuki vizuri, anajua kutumia sime vizuri, anajua kutumia rungu vizuri, yani yeyote mwenye strategy ya uo. Yani kwa kifupi, yule mfalme alipoamka asubuhi, hakuna mtu yote anaweza kumtegemea akamtuma kwenye vita. Wote wameondoka, wamelala. No. Yeye anasema yani jamaa aliona aibu akajificha, yani akarudi nyumba. Yani hivi Bwana alimfedhesha. Fedheha kubwa. Allah rakasik. Yani uko vitani, usomea kwenye vita, umeamka asubuhi, yoyote ambao ungeweza kumtegemea is gone. Fedheha kubwa hiyo. Yani sio fedheha tu mtumishi, ni hofu ambayo yani masika la bara bolo baza. Kwa maingi yako akijaa mtumishi. Ai. Graga bala bara bazira. Andika maandiko haya mtumishi ukayasome vizuri. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Kwa wiki hii mtumishi tunavyoenda mwisho wa mwezi huu, zipraki ya bala bolo bazira. Fanya kitu cha tofauti kabisa katika prayer. Andika Wathesalonike wa kwanza 5:17 kama nilivyosema. Alafu Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, Luka 18 mstari wa 11. Alafu Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Yakobo 5:16, Luka 18 mstari wa kwanza, Yuda 1:20, Wathesalonike wa kwanza 5:17. Tasoma andiko moja la Luka 18:1 tunapohitimisha kabla hatujaruhusu simu. La grega la bazira. Andiko linasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Ile andiko ni fupi kama hivyo lakini ni nzuri sana. Luka 18 mstari wa kwanza. Kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa hiyo usikate tamaa mtumishi. Nenda kasome hii sura ya 18 Luka mpaka mstari wa 8 wa 9 hapo utaona namna ambavyo ukiprevail kwenye maombi. Yaani ukidumu yale maombi bila kukata tamaa, bila kuvunjika moyo, unaweza kubadilisha moyo hata mtu ambaye alikuwa ni mgumu kabisa ambaye asingeweza kubadilika. Na ile Yakobo 5:16 inasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mkiombeana mpate kuponywa, kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Hii ni nzuri sana. Hii inaeleza maombi aliomba Elia mtumishi. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Neno refu sana hapa. Yaani kuna somo zuri na kubwa katika hii. Asubuhi ya leo, unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo 0736000999. Tutapenda kusikia kutoka kwako. Tumefungua line sasa, unaweza kuwasiliana na sisi na tutabarikiwa kabisa na kujengwa kipekee na ushuhuda wako. Kama una ushuhuda kile ambacho Bwana amefanya kwako, kama umejazwa na Roho Mtakatifu asubuhi ya leo, tafadhali tuma message yako tuambie kile ambacho Bwana amekutendea. Haleluya, haleluya, haleluya. Pala karabolo basi karabanda. Rike sopradiga jilimanda. Rike pala farabandi rigazula. Mangre diga walauzira. Kuna swali mtu aliuliza hilo la kuna simu. Haya. Okay. Kuna mtu ameuliza kuhusiana na hili somo andiko linatoka wapi? Ni Mhubiri 11 mstari wa 3. Sawa. Ndio. Msikilizaji karibu sana. Hello. Halo. Karibu, tunaongea na nani kutokea wapi? Naongea na Esther mwalimu kutokea Dodoma. Karibu sana kutokea Dodoma. Asante. Mimi na shida. Sawa, karibu. Kuna watoto wangu wananisumbua. Okay. Sawa, nadhani labda nitapata nafasi ya kuongea na wewe baada ya kipindi. Nitakupigia dada Esther kutoka Dodoma, alafu tutaongea na tutaomba pamoja. Haya. Amen. 0736000999 tupigie simu msikilizaji kwa sasa tuweze kuzungumza. 0636000999. Hello.
Halo, mwanangu mchie. Amina. Amina, karibu. Tunaongea na nani? Naongea na Eki Mamari kutoka Kiluvia. Karibu sana kutokea Kiluvia. Kwa kweli mimi mchungaji Ndio. anavyofundisha kuanzia saa 11. Ndio. Ameniinua sana maombi. Amina. Na ile somo la jana na kuomba nusu saa Ndio. kwa ajili ya kunena kwa lugha. Ndio. Naona Mungu amenifundisha. Amina. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mchungaji, unainua watu wengi. Ndio. Na unazidi yaani nashinda hata kueleza jinsi gani Mungu anavyokutumia. Mungu azidi kuongeza mafuta baraka. Amina. Amina mama. Amina sana. Barikiwe sana kutokea hapo Kiluvia. Asante sana. Amen. 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 Haya, tunapokea simu yako msikilizaji 0736 kwa dakika hizi ambazo zimesalia kabla mtumishi wa Mungu hajakuaga. Tunapokea simu yako. Halo, karibu. Tunaongea na nani? Haya, ameondoka huyu. Tunapokea simu nyingine hapa 0736 999 tunapokea simu yako msikilizaji. Halo, katika line. Halo, habari. Salama, karibu. Tunaongea na nani? Naongea na Viki wa Kibaha. Karibu Viki. Nataka tu kumshukuru sana mchungaji. Yaani somo lake la kuhusu Roho Mtakatifu linatuinua kuliko anavyoweza kudhani. Amina. Yaani kinulaje chemchemi zetu za rohoni zilikuwa zimeshia kufa muda, lakini kila siku saa 11 tunarejesha video zetu, tunainuliwa, tunanena kwa lugha moja, tunarejeshwa uhai kwenye mioyo yetu. Amina. Amen. Namba tu nikumbushe lile andiko lile la Senakeribu walipoivamia Yuda, wale akatuma wale malaika wawili. Lile andiko nimelisahau, nikumbushe. Mungu awabariki. Amina. Ni Isaya 37. Isaya 37. Sura yote 37 ukisoma utapata hiyo habari yote ya Senakeribu na alivyokuwa amevamia Yuda. Amina, ubarikiwe sana. Haya, tunapokea simu ya mwisho hapa. Halo. Halo. Karibu sana. Tunaongea na nani? Naongea na Janet kutoka Dodoma. Karibu sana Janet. Asante. Ndio, karibu madam. Asante, mimi naelewa sana neno, lakini kitu kubwa. Ndio. Natamani sana neno kwa lugha, lakini sio nikijitahidi. Ndio. Naona yani hakuna chochote ambacho kinakuja, sio kielewi. Okay, sababu ya muda sasa nitakupigia simu Janet, nitakuelekeza na tutaomba pamoja. Sawa? Atakupigia simu mtumishi, atakuelekeza na mtaomba kwa pamoja. Amina, ubarikiwe sana. Amen. Amen. Haya, muda wetu umekwenda, simu ni nyingi, lakini mtumishi karibu kumwaga msikilizaji. Wow, amina. Asante sana kwa wale wote ambao mnatusikiliza asubuhi leo. Mungu awabariki sana, na hiyo story ambayo tumesema ya Senakeribu na Yuda ilikuwa ni Isaya 37. Unaweza kupita pale ukasoma. Andiko lile la ufunguzi la somo la leo lilikuwa ni Mhubiri 11 mstari wa 3. Na pia ukipenda kudhamini kipindi hiki, tafadhali naomba ufanye hivyo kupitia lipa namba ifuatayo 5016 56 53. Ile lipa namba ya Voda, au pia unaweza kutumia namba hii ambayo tunawasiliana 0736000999 ambayo ni namba ya TTCL. Baraka ya Bwana iwe juu yako, utembee kwenye ushindi, kwenye ubora, kwenye utukufu. Kila ambacho unyosha mkono wako kutenda kiwe na tija, kistawi, kichanue, kipendeze. Amani ya Kristo ihifadhi moyo wako katika namna ya pekee na ubora, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa huduma yako njema. Amina.